kutoa damu zetu ili tupate hazina zilizofichwa sirini. Sasa Yesu aliamua kufa msalabani ili tutumie damu yake yeye ili kutoa hazina zilizofichwa mahali pa siri. Hapa ndipo mtakapoelewa kwamba hakika tunatakiwa kumpokea Yesu Kristo kwa ukamilifu, kwa sababu Yesu Kristo kuna kazi kubwa ambayo anaifanya. Yaani baada ya sisi kutoa damu yetu ili tupate mali kwa shetani, sasa Yesu ameamua kutoa damu yake tukanyang'anye mali zetu. Kwa nani? Kwa shetani, ambazo inatakiwa tutoe gharama ya damu yetu ili tuzipate hizo mali. Yesu akafa msalabani, damu yake sasa itumike sisi kuzipata hizo mali. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 24. Waebrania 12 mstari wa 24. Ndio. Na Yesu mjumbe wa agano jipya. Mjumbe wa agano jipya. Na damu ya kunyunyiza. Damu ya kunyunyiza. Inenayo mema kuliko ile ya Habili. Angalieni msikataa yeye anenaye. Anaitwa mjumbe wa agano jipya. Ni mjumbe wa agano la damu. Ilazimika Yesu Kristo mwana Mungu atoe damu. Damu ambayo ina asili ya kunena mema. Naona sasa damu ya mwanadamu inatolewa ili nene mabaya. Ndio maana watu tunapitia mabaya. Walitumia damu, wakamwaga damu za wanyama na za wanadamu. Kila kafara zilizotolewa kwa ajili ya kunena mabaya juu ya maisha yangu inafuta kwa damu ya Yesu. Sasa Biblia inasema damu ya kunyunyizia. Sasa naomba uelewe hilo neno ambalo nasema damu ya kunyunyizia. Maanake ili uweze kufanikiwa kurudisha hazina zilizofichwa mahali pa siri, ni lazima ufahamu ya kwamba damu ya Yesu kunyunyiza damu kwenye malango yaliyoficha hazina za siri. Anasema damu ya kunyunyizia. Unaomba, unatamka, unasema hivi: kwa jina la Yesu, kila mahali walipofunga baraka zangu, ninanyunyiza damu ya Yesu ili kufungua yale malango. Kwa sababu damu ya Yesu inafungua ile milango. Ninanyunyiza ile milango ifunguke kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndio inafungua sasa zile hazina za siri. Sasa unatakiwa kuomba maombi ya kunyunyiza hazina zilizofungwa kwenye ndoa, kwenye maisha yako, mafanikio, kazi zako, vitu ambavyo unatafuta usiku na mchana uvioni. Unaambia funguo yake ni damu, sio damu zetu tena. Kama wao wanatoa kafara, anasema damu hii ya Yesu. Anasema kwanza yeye ni mjumbe wa agano jipya, ni mjumbe wa agano la damu. Damu yake ina nguvu sasa kuliko damu za wanadamu. Damu yake ina nguvu kuliko damu za wanyama. Biblia inasema ya kwamba damu yake ina nguvu ya kunena mema. Unapoiita hiyo damu, maanake inakwenda kurudisha kila ulichoibiwa, lakini wewe lazima uipeleke, lazima uinyunyize kwa njia ya maombi. Na nyunyiza kila mahali, kila mahali, kila mahali walipoficha, walipofukia maisha yangu. Kuna watu wamefukia gereza chini, wamefukia kila kitu kwenye nyumba yako, wamefukia familia nzima. Gereza tu wakafukia chini, familia nzima wamefukia kwa damu za watu. Silaha inayotumika kuficha hazina zako, kuficha vitu vyako vyote, ndoa imefichwa, kazi imefichwa, maisha yamefichwa. Wametumia damu ya mtu, wametumia damu za wanyama. Shughulika na damu za wanyama, shughulika na damu za watu kupitia damu ya Yesu Kristo. Amen. Zaidi ndio maana mfano katika familia, akiokoka mtu aliyekuwa anatoa kafara, jiulize kwa nini mashetani yanakuwa hayana nguvu. Au katika familia wakitokea watu wameokoka wanasali kwa bidii, kwa nini mashetani yanakuwa hayana nguvu? Kwa sababu hakuna mtu ambaye sasa anampelekea damu shetani. Amen. Ndio maana wanaanza kuangalia, nasema siku hizi tulishi chakula, atupewe chakula, tuko tunapewa chakula. Unapoacha kutumikia ile miungu inalalamika, kwa sababu wewe lazima uipatie chakula ambacho ni nini? Ni damu. Amen. Ukisoma Ufunuo 12 mstari wa 11. Ufunuo 12 mstari wa 11. Nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Unaona? Yeye alikuwa anatushinda kwa damu zetu na damu za wanyama. Yeye anatushinda kwa damu za mafahari. Kwa hiyo pia Mungu hawezi kufungua mambo yetu kwa njia za damu za mafahari, damu za wanyama, damu za vitu vya humu duniani, bali kwa damu ya Yesu.
Hii ni damu iliyotoka mbinguni ambayo inatupatia uwezo sisi wa kushinda zidi ya kila damu tunazoinuliwa au maneno tuliyoinuliwa, matamko tuliyoinuliwa. Sasa damu hii ndio ina uwezo wa kunyang'anya na kufungua milango yote ambayo ilikuwa imefungwa mahali pa siri. Kazi zako zimefungwa, ukiitwa damu ya Yesu inaenda kufungua. Maisha yako yamefungwa, ukiitwa damu ya Yesu inaenda kufungua. Sasa ukisoma Biblia vizuri, nakwambia damu hii ina nguvu kuliko hizo damu zote mbili. Kazi ambayo damu ya Yesu inafanya baada ya kuonekana kwamba unaanza kuitumia. Jambo la kwanza, inasafisha damu. Jambo la pili, damu ya Yesu inatengua agano walilokuwekea. Agano la damu ambalo walikuwekea inatenguliwa kwa hiyo damu. Namba tatu, damu ya Yesu inafuta matamko waliokutamkia kwa njia za zile damu. Yaani ili wakuharibie maisha yako lazima wapate damu. Ili wafikie maisha yako lazima wapate damu yako, lazima unaagano damu yako. Sasa inafuta matamko. Hapo kuna matamko ya laana kwamba mtu huyu hatafanikiwa, mtu huyu hatafika mahali popote, watu hawa watakufa. Matamko yale yanafutwa yote kwa ajili kwa ile damu. Hawataweza kufanikiwa kufika, inafuta matamko yote. Namba 4, damu ya Yesu inaua utendaji wa nguvu za giza na damu zilizomwagika. Kwa maana mtu alikuwa akitoa kafara akiokoka, zile kafara ziongei tena, na zile kafara zinatolewa mara kwa mara. Sisi ili tutoe kafara mara kwa mara, tunaomba mara kwa mara, tunainua damu ya Yesu mara kwa mara. Sisi tunaomba vile vile, zote tunainua mwezi wa 12 damu, au mwezi mwingine mwezi wa 7, mwingine mwezi wa kwanza, na sisi tunainua damu ya Yesu kila siku. Amen. Namba 5, inaweka mipaka kwenye ufalme. Kuna mtengano mkubwa kati yako wewe na wao. Hamwezi kufikiana kwa sababu tayari unakuwa unaingia katika ufalme mwingine. Sasa wao wanapewa uwezo kwa damu za wanadamu na damu za wanyama, sisi tunapewa uwezo wa kupata utajiri kwenye damu ya Yesu. Tunapewa uwezo wa kujifunika na kulinda maisha yetu na kuwa salama kwenye damu ya Yesu. Hii inalinda kila eneo, na hii inayolinda maana yake ni kwamba inahakikisha kila kitu kinachokuzunguka wewe, hiyo inakuwa inalinda damu ya Yesu. Na malaika wanashuka pale utakapotanguliza damu ya Yesu. Mfano unasafiri, tanguliza damu, sema natanguliza damu ya Yesu na kusafiri. Maana yake unapotanguliza damu, malaika watapita. Ukisoma andiko watakatifu wanasema hata wale wa Israeli waliambiwa kwanza waweke damu, afu malaika atapita. Nikumbuka vizuri. Sema atapita kwenye ile damu. Sasa ukitanguliza damu ya Yesu mahali popote pale, kinachofuata nyuma yake inapita nguvu. Kuna ile sehemu kitabu kile cha Kutoka 19 anazungumzia Mungu alipotaka kuonana wana Israeli, aliwaambia jitakaseni. Sasa tafsiri ya kujitakasa hapo inazungumziwa damu. Maana yake sisi tumechafuliwa kwa zile damu za makafara. Inadai baraka na amani katika maisha yako. Yenyewe inadai. Ukiita tu inadai haki. Damu ya Yesu inadai haki. Ukiita damu ya Yesu, sema kuna wakati mwingine haina haja kuombea vitu vingine. Omba tu, mwambie Mungu najifunika kwa damu ya Yesu ukiwa umelala. Amen. Damu kazi yake inadai haki. Mchawi akija na mwambie wewe, amesema tumfunike huyu. Tuna haki. Huyu mtu hapo huwezi kumkamata. Huwezi kumgusa. Huwezi kumfikia. Nataka uelewe ya kwamba sisi tumepewa tumaini kwenye damu ya Yesu. Wao wamepewa tumaini kwenye damu zetu sisi. Wanafanikiwa kupitia damu zetu, lakini sisi tumepewa zaidi ya damu yetu tena. Amen. Kila matamko. Alafu na baadaye nimesema kwamba inaua utendaji wa nguvu za giza. Sasa sikiliza, kila kazi zinazofanyika gizani, kila kazi wanazozifanya, wanafanya nini? Wanacheza ngoma, wanaimba, ninaua utendaji wao katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Hapo nataka ukitamka jina la Yesu, nataka utamke sana damu ya nani? Ya Yesu. Kwa sababu hii damu ya Yesu, sikiliza, wao wanatumia damu yako ili kushughulika na maisha yetu. Amen. Sasa hapa inabidi inuliwe damu ili kushughulika na ile damu ya mwanadamu. Kwa hiyo wakati unainua damu, naomba uelewe kitu kimoja, unashughulika na damu ya mtu. Amen. Unaweza kwenye familia yetu sisi, pengine kuna mtu kaka yetu alitolewa kafara. Damu yake baada ya kuipata wao ndio wanaitumia kuteza sisi.
Na kitu ambacho wanakifanya, wanatafuta mtoto pengine ambaye damu yake ina nguvu sana. Ndio maana kwenye familia kushangaa wanakufa watoto. Wakipata damu ya mtoto mchanga, I say, nguvu ambao wanakuwa nayo. Ndio maana mapepo yanakuwa ina nguvu sana kwa sababu wamekula damu ya mtoto mchanga. Na baada ya kula damu ya mtoto mchanga, yaani wana nguvu. Usishangae, usione vile ambao wanakuwa wana nguvu, tunapambana hapa wana nguvu. Wameshiba damu. Nataka nikwambie. Na ile nguvu sio kwamba shetani kawapa. Shetani nguvu hana, wameitoa kwenye damu yako kwa sababu damu yako, wewe nikwambie, damu yako ina vitu vingi vya ajabu sana. Damu yako ina madini. Tutakuja kupitia ile somo. Ina madini aina zote. Wewe unayojua duniani. Yote. Damu ina mimea. Damu yako wewe ina mimea, ina kila kitu. Kitu ambacho nimekufundisha kama umesikiliza tangu mwanzo ni kwamba damu ya mwanadamu jinsi ilivyo ina connection na vitu vyote vilivyoko duniani. Bahari na kila kitu ina connection kwenye damu ya nani? Mwanadamu. Sasa wao ili wamiliki hivyo vitu vyote kwa uhalali, wapate damu yako. Ndio maana kazi kubwa hapa, wanatafuta damu ya mtu. Wakipata damu yako inawapa nguvu sana mashetani. Na sisi tukipata damu ya Yesu, amen, inatupatia nguvu sana ya kuishi. Na walipokuwa wajanja, yani wanatupiga kwa damu zetu sisi wenyewe. Unaona, wanasema hivi, hii familia, kuna mtu mmoja tulimtoa kafara, asili mtu alikuwa na nyota nzuri. Huyo mtu alikuwa na damu nzuri, damu yake ilikuwa tamu. Wanasema kabisa, damu yake ilikuwa tamu, tukamtoa kafara. Sasa baada ya kuipata damu ya yule mtu, hii familia wakamati. Yaani tuna nguvu, kisikia mizimu kwenye familia inapiga baki na koroma, tutaki. Yameshiba damu yako, damu za familia, wamekula damu nyingi, wamepewa damu nyingi. Amen. Sasa nataka ukiona mashetani na nguvu sana, hakikisha unaomba ombea kila damu walizokula ambazo zinawapa nguvu, ninaziangamiza kwa damu ya nani? Ya Yesu. Amen. Ninaenda kwenye vilingi vyao wanavyotoa damu. Amen. Sehemu wanazotolea kafara, ninaharibu vyombo vyote, nateketeza kwa damu ya nani? Ya Yesu. Amen. Na ndio mbele hivi tujifunze na tuombe sana. Nitakwambia kuzimi na kuchukia, penda kuomba haya maombi. Nataka uelewe hili neno ambalo nimekwambia hapa. Nimesema hivi, kuzimu wana uwezo na nguvu nyingi kupitia damu ya mwanadamu. Kwa hiyo ukisikia vizuri, yani sisi ni kama tukielewe kwamba tuna nguvu sana, tuna uwezo mkubwa sana. Shetani anatafuta vitu kwenye damu zetu nyingi wenyewe ili kuharibu ulimwengu. Sasa kwa nini sisi tusituze damu zetu? Kwa nini wewe umpe damu shetani? Naweza kushangaa pengine unanisikiliza hapa na kesho kutu unaenda kwa mganga wa kienyeji. Mimi ninayo mikono yangu. Amen. Ndio maana shetani akipata damu yangu mimi hapa nilipo sasa hivi. Amen. Hapa damu yangu nikimpa mganga wa kienyeji, si ajabu nashangaa naikuta kuzimu. Hapo mtoto wangu mimi akija kuzaa mtoto wake, usio kushangaa mtoto wake anakuja kusema babu yako alifanya agano. Eti babu yako. Wewe polisi unaelezwa na babu yako. Babu yake mwenyewe ni nani? Mimi ndio babu yake sasa. Mimi hapa ndio babu yake. Sasa ile inakuja kuoa baadaye. Amen. Alafu kuna kamzimu kanakuja kanachomoka kwangu. Kanasema tulifanya agano na nani? Babu yako alichanjia, alichukua vitu kidogo, dawa kidogo alichukua. Kwa hiyo damu yake iko kwa shetani. Kwa nyinyi wote wameandikwa kwenye kitabu cha kuzimu kupitia damu ya nani? Ya baba yenu. Kwa mizimu inawafuatilia, hakuna kufanikiwa mpaka mfuate utaratibu wa nani? Wa babu yenu. Wakati mwingine hakisha unavunja kila utaratibu walioweka babu zetu kwenye familia zetu. Amen. Kwamba damu zao zitese maisha yetu, tunafuta. Tuishi miungu yao, tunafuta. Yesu tawala, tawala. Tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala. Tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala. Tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala. Tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala. Tawala maisha yangu Bwana.
maisha yangu. Bwana tawala, tawala, tawala maisha yangu. Yesu tawala, tawala. Katika familia yangu tawala, tawala. Katika kazi zangu tawala, tawala. Katika ndoto zangu tawala, tawala. Katika maisha yangu